Moja kwa moja kwenye masuala ya elimu ni kwamba zaidi ya watahiniwa milioni 2.4 watafanya mtihani wa gredi ya 6 KPSEA na ule wa gredi ya 9 KJSEA unaotarajiwa kuanza rasmi kesho Jumatatu na kuashiria kuanza kwa kipindi muhimu kwa mamilioni ya watahiniwa hao kote nchini. Kulingana na kalenda ya mtihani iliyotolewa na Baraza la Mitihani nchini NEC, tathmini hiyo ya siku 3 itaanza siku ya Jumatatu hadi Jumatano kwenye vituo vyote vya mitihani vilivyosajiliwa. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba ametoa wito wa uangalifu na uadilifu katika mitihani hiyo, huku akitoa onyo kali kwa yeyote atakayepatikana akikiuka kanuni za mitihani hiyo. Tizama. Watoto wetu wameanza kufanya mtihani wa 2025. Maandalizi yamekamilika kwa ajili ya tathmini za kitaifa za mwaka huu, huku watahiniwa milioni 1.3 wa gredi ya 9 wakijiandaa kufanya mtihani wa kitaifa wa KJSEA kote nchini kuanzia siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa ratiba ya mtihani iliyotolewa na Baraza la Mtihani nchini NEC, karatasi ya kwanza ya watahiniwa hao wa gredi ya 9 itakuwa somo la Kiingereza. Watahiniwa wanaokabiliwa na changamoto ya kusikia pamoja na wenzao wenye changamoto ya kuona wataongezewa muda katika mtihani huo utakaoanzia saa 2:30 asubuhi na kukamilika saa 5 kasoro dakika 20. Mtihani utakaofuatia utakuwa ni wa insha ya Kiingereza pamoja na fasihi kwa wanafunzi wote kuanzia saa 5 na dakika 10 hadi saa 7 na dakika 25 adhuhuri. Hali kadhalika wanafunzi milioni 1.2 wa gredi ya 6 pia watafanya mtihani wa kitaifa wa KPSEA. Kwa mujibu wa ratiba ya mtihani, watahiniwa hao watafanya mtihani wa hisabati kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 kasoro dakika 10, hisabati large print kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 kasoro dakika 10 na hisabati braille kutoka saa 2:30 hadi saa 4 na dakika 20. Baada ya hisabati itafuatia karatasi ya Kiingereza, wakiwemo wanafunzi wenye changamoto ya kusikia kati ya saa 5 kasoro dakika 10 na saa 6 na dakika 10 adhuhuri. Waziri wa Elimu Julius Ogamba ameonya wasimamizi wa shule pamoja na wanafunzi kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mwanafunzi yoyote atakayepatikana akikiuka kanuni za mtihani huo wa kitaifa. Ukipatikana ukiengage in any malpractice or irregularity, kwa sababu tumeelezea watu vile inatakana kufanywa, sheria itachukua mkondo yake na utafungwa. Wasimamizi 24,213 watasimamia vituo ambavyo vitafanyiwa tathmini za KPSEA na KJSEA. Zaidi ya hayo, wasimamizi 26,479 na waangalizi 1,125,492 watahusika katika mitihani hiyo ya KPSEA na KJSEA 2025. Wakati huo, katibu mkuu wa NAT tawi la Mumias, Cyprian Mukamani, ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha inawalipa wanaosimamia mtihani pamoja na walimu kwa wakati ufaao bila kucheleweshwa. We are going to invigilate the exam. We shall mark. We shall combine lists and take to Nairobi. It will be very unfair after we have done this. At the end of the day, we are told there is no money. Wazazi pia wamehimizwa kuwapa watahiniwa usaidizi ufaao katika kipindi hiki cha mtihani. We want parents now you give us ample time, because we shall not know any parent who is allowed to give a visit to the school during this time. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.